Bwana Yesu makofi. Naomba unifanyie kitu kimoja. Naomba usimame kwa miguu yako na usalimie mtu bila uchoyo. Salamia mtu. Mpe busu. Ila usiwe Yuda ambaye utaenda kusulubisha huyo mtu. Mpe mtu busu. Hata mchungaji hapa anataka kusalamiwa. Tafadhali watu tusalamiane. Tuko na dakika mbili za kutembea kwa nyumba za Bwana. Mwambie Bwana nakupenda. Oh mazaka. Kiswahili cha Kenya kibaya sana, mtanurumia. Oh God, yes so good. Yes so good. Wasalimu watu kadhaa, wape pamoja jamani. Kwa nyumba ya Bwana kwani kuna kicheko. Kama kuna mahali pana furaha ni kanisani. Hii si mochari ama namna gani? Hii ni chumba cha uhai. Salimu watu wawili, wapatie high five. High ten. Wape watu high five jamani. Najua ni kwamba tuna Yesu. Hallelujah. Salimu mtu bila uchoyo tafadhali. Wale waliokula nje waingie haraka na utafute mahali uketi chini kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana unapokaa chini jamani. Shangwe kwa Bwana. Hallelujah. Nimetiliwa baraka kwamba nisiongee kizungu. Hallelujah. Amen. Kizungu pia ni lugha ya Mungu. Pigia Bwana Yesu makofi. Jambo moja la kizungu likiteleza ndani na utauliza baadaye, pastor ulimaanisha nini hapa? Sawa. Yanifuata kisirisiri ulize pastor hapa sikuelewa. Hallelujah. Ambia jirani kamba za mateso lazima ziniachilie. Ambia jirani kamba za mateso lazima ziniachilie. Ambia jirani nimeteseka sana. Kwa ndoa nimeteseka. Kwa kazi nimeteseka. Hamna cheo kazini. Kamba za mateso ziniachilie. Amen. Kwa hivyo tunapomaliza tutaomba. Mimi napenda maombi. Haleluya. Kuna vitu tutafunza mchungaji kidogo kwa hii madhabahu. Maana mchungaji nataka tumiliki ile jumba liishi haraka. Kuna vitu nitakueleza baadaye. Kama hii nyumba hii ikiwa hapa inamaanisha umetawala mji huu. Unaona hili kanisa la kitambo. Kweli si kweli? Basi vitu vyetu bado vinajikokota. Maana tuko kwenye nyumba ya kitambo. Ila tutakaposonga kwanza kuhudumia hapa basi vitu haleluya. Kwa hiyo tutafika mahali taomba hiki kitu tutasongesha futi moja nipate nafasi ya kutembelea hapa maana kuna mamlaka kwa haya madhabahu. Pigia Bwana Yesu makofi. Unajua mimi Mungu amenituma kutengeneza maneno. Ndio tupate uhusiano kati ya Kenya na Tanzania miaka 50 ijayo. Sema amina. Kwa hivyo sitarajia kwamba nitakuja niibie pastor maji. Sina hizo tabia. Haleluya. Kwa jina langu naitwa Mtume Benjamin Malala. Nimeokoka, nimemtumikia Mungu kwa miaka 17. Haleluya. Nikiwa natembea tu na Biblia, najua wewe miaka yako mingi kuliko yangu. Naomba unisikilize kama yako ina shida yangu. Naomba tu nipe neema kusikiliza. Ijapokuwa jina langu si la maana sana, ila Kristo Yesu aliyebeba anaenda kutufungua kwa kamba za mateso. Sema amina. Kwa hivyo mada yangu nimeshaitangaza kwamba kamba za mateso lazima zituachilie. Haleluya. Ina mke mmoja anafanya kazi na serikali ya Kenya kule, ni mwalimu. Nami pia katika mambo ya dunia mimi ni mwalimu, ingawaje roho Mungu akaniambia wachana na hii. Baba yana anang'ang'ana kuandika vitu darasani kule. Kando na hiyo ni mchungaji. Nimekuwa nyumbani kwangu mwisho tarehe 8 mwezi wa 4, nadhani huu mwezi wa 5. Nimekuwa na misururu ya mikutano katika miji kuu za Kenya. Nimekuwa kule Nakuru, nimekuwa Nairobi, kapita Mombasa, nikawa Lungalunga siku 14. Kaambia Mungu nataka kibali cha kuingia Tanzania. Basi kikafunguka. Haleluya. Kwa hivyo nami ninapoenda kule nafungulia watu neema kuja Kenya. Sema haleluya. Wangapi wanatamani kuja Kenya? Basi hakikisha unanifuatilia mzuri na ushike pastor mkono. Haleluya. Usipomshika pastor akasema huyu asije basi uje. Mchungaji akisema huyo ni red flag, utatunyang'anya mabibi zetu huko.
Mchungaji akisema tik, haleluya. Na pia sinasema tik. Haleluya. Yaani sahihi. Tik ni sahihi? Piga Bwana Yesu makofi. Najua watu hapa wanasoma Biblia, watu wanaelewa, watu wanasikia mahubiri, watu wanasikia mitume, watu wanasikia manabii. Ila nasi Mungu ametuleta angalau kile unachojua tutilie mkazo. Haleluya. Kwa hivyo ikiwa una kitabu ama Biblia, naomba ufungue nami. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja katika Biblia, ninaposoma mambo yake hapa yanafanya machozi yananitoka. Kwa leo hii tutamlilia Bwana ili tupate kibali cha kuweza kuachiliwa na kamba za mateso. Sema amina. Kuna vitabu kadhaa nitasoma, naomba nikupe uandike, huenda nisahau. Kwa vitabu ambavyo tutasoma leo, naomba tu vinakili chini. Kuna Ezekieli 16 mstari wa 1 hadi wa 4. Kamba za mateso lazima ziniachilie. Kama ni kujikatanisha na kamba za mateso. Kamba za mateso, hiyo ndio mada yangu, kujikatanisha na kamba za mateso. Ezekieli sura ya 1, sura ya 16 mstari mdogo wa 1 mpaka wa 4. Kitabu cha pili ambacho tutazikipitia ni kuhusu mambo ya nyakati wa kwanza. Kwa Kiingereza nasema First Chronicles. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari ni wa 9 hadi wa 10. Basi uniruhusu nisome kwa Kiingereza, maana hicho ndio nilinunua kule Kenya, kimejaa kwa ulimi wangu. Na baadaye tapata mchungaji ama mtu mzuri, msomi mzuri apitie pale kile kitabu. Kamba za mateso lazima zituachilie wapendwa. Amen. Ukiwa pale katika kitabu hicho sema amina. Very good. We can now move together. Tunaweza songa pamoja. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 4. Again the word of the Lord came unto me, saying, verse 2, Son of man, cause Jerusalem to know her abomination. 3, and say, thus says the Lord God unto Jerusalem, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother an Hivite. 4, and as for your nativity, in the day you were born, your navel was not cut. Biblia yako taangalia yale maneno, navel was not cut. Neither was he washed in the water to supper you. You was not salted at all, nor swaddled at all. Kiongeza mstari wa 5 wa mwisho, naweza soma mpaka 5. No eye pitied you to do any of this unto you, to have compassion upon you, but you were cast out in the open field to the loathing of the person. Naomba mtasome mkisimama soma. Nitasoma Ezekieli sura 16 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika taifa la Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Mstari wa 5, hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo haya kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje ya uwanda, ili kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku uliozaliwa. Ilichukiwa katika siku uliozaliwa.
ila nafsi yako ilichukiwa katika siku uliyozaliwa. Ndoa yako ilianza kuteseka siku ambayo ulizaliwa. Siku ulipopata promotion, ndugu, ndio kaanza kuteseka. Ukashindwa ni nini usipofanya vizuri pale afisini. Siku ulipoitwa askofu mkuu, ndiposa sasa magonjwa yakakufuata. Kuna maaskofu kule kwetu, kuna jamaa mmoja alipopandishwa cheo cha kuwa askofu, basi mguu kaanza kuoza, mguu kaanza kuoza, wakakata hapa. Akaketi miaka 3 hapo ofisini, tena mwingine ukaanza kuoza, wakakata. Akaketi kwenye ofisi bado, maana ninaongelea askofu wa Kenya, si wa Tanzania. Mkono ukaanza kuoza, wakakata. Lakini angali tu ni askofu, hayuko tayari kuacha kazi ya uaskofu. Mkono mwingine ukakatwa. Ambia jirani kitofu. Ambia jirani kitofu kinaweza fanya uteseke. Ongea na mimi, sema kitofu. Umenitesa sana. Mwaka huu utakatika. Amen. Haleluya. Tutaendelea. Wacha tuangalie mstari kitabu kingine hicho, kwa sababu ya muda nipate mtu asome tu kwa Kiswahili. Sababu ya muda hicho kitabu cha pili ambacho nimesema, First Chronicle 4:9 to 10. First Chronicle, aliye tayari tusomee, pastor kwa tayari unasoma. Mambo ya Nyakati wa kwanza, aliye tayari asome. Kisha baadaye tufundishane neno kidogo. Tukishafunzana neno kidogo, tuingie kwa kipindi cha kuomba na naam. Sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 10. Sura ya 4 mstari wa 9 na 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Amina. Yabesi akamlilia Mungu, naye Mungu akamjalia yale aliyefanya nini? Aliyaomba. Sawa sawa. Basi katika kitabu ambacho tumesoma cha kwanza, Nabii Ezekieli, neno la Bwana la mjia Nabii Ezekieli, mtu wa Bwana, mtu mtaua, mtu aliyeokoka kama wewe, mtu aliye na bidii kutafuta kazi ya Mungu. Neno la Bwana linamjia. Baadaye neno hili linamuonyesha mtoto. Sema mtoto. Mtoto mdogo aliyezaliwa. Mtoto mdogo aliyezaliwa. Wapendwa, hamna kitu cha furaha kama mama kuwezeka mimba. Baada ya muda mrefu hiyo mimba ikageuka ikawa mtu akazaliwa. Haleluya. Basi Ezekieli anaonyesha mzazi mmoja ambaye ametamani kuona mtoto kwenye mikono yake. Kwa muda mrefu mtoto huyo anazaliwa. La kushangazwa ama la kushangaza ni kwamba jambo la kwanza, sauti inasema kwamba mama yako alitoka kwa familia iliyokataliwa, na baba yako pia alitoka kwa familia iliyokataliwa. Najaribu kusema nini? Kuna watu hapa wana baraka, kuna watu hapa wana ndoa zao takana ziwe za kupigia mfano. Lakini la kustaajabisha waliofanya wakaitwa watu ambao ni baba na mama, wazazi wao ndoa zao ziliteseka. Basi wewe nao ukaona kwamba wewe ni mrembo, kaona mimi naweza oleka, kaona wewe ni mzuri sana, ina hela naweza oa. Baadaye nasikia habari kwamba wewe mama yako hakuwahi kaa kwa ndoa, na baba yako naye alikuwa ananyang'anya watu mabibi, na leo iweje una mtoto anaitwa ndoa? Iweje una mtoto anaitwa ndoa? Baadhi yetu hapa, najaribu kwenda kwa kasi ila utanielewa.
Mtumishi wa Mungu akaonyesha mtoto mdogo aliyezaliwa. Alipozaliwa kile kitovu kikawa hakijakatwa, ila mtoto huyu alikuwa na tumaini kwamba leo nimezaliwa, basi najua siku moja nitatambaa, najua siku moja nitajikaza kaza nikapate kutambaa. Baada ya kutambaa najua nitafika masaa ya kwenda shule, nikaenda shule. Huyo mtoto amezaliwa na anatumaini, anasema siku moja najua nami nitakuwa mtu mkubwa, nitaweza kununua mashamba. Sema amina. Nitaweza kununua uwanja. Sema amina. Na kustaajabisha mtoto ambaye anaonyesha huyu, yeye alipozaliwa, neema ya kusonga mbele. Unajua hamnielewi, nilikuwa hapa na kamba muelewi vizuri. Kuna kamba, unajua kuna watu hawaelewi ninachosema. Nataka mtafutie mahali mfunge hii kamba. Unajua watu hawaelewi. Nifungie kwa hii meza, najua sitavuta hii meza anguke. Mama, hii meza iko sawa? Hii meza hapa. Nataka mtu anifungulie kamba haraka haraka. Unajua kuna watu hawaelewi. Kamba ambayo imekwamilia mtoto aliye na tumaini. Bila umepata kazi nzuri kwa serikali na matumaini sana. Uko kwa ndoa na matumaini. Una hela zako na matumaini. Lakini kuna kamba fulani ambayo inasema Bwana, kwenu watu hawanunui magari. Kwenu ndugu yangu, watu wakiokoka wanaanza vizuri lakini wanamaliza ikiwa walevi. Tafuta tu mahali popote, nataka pengine inaweza onekana hapa mbele. Oh, Mazaka, very good. That's a big place. Nice. Wewe mtoto huyu amezaliwa. Neema ya Bwana mbele, anajaribu kusonga, hajielewi. Basi sauti nasema baba yako na mama yako kwanza hawakustahili kukuzaa. Iweje leo kazaliwa? Wewe mtoto mdogo akawa mtoto mdogo akawa amezaliwa na kama inaitwa kitovu. Ande kitovu. Sema kitovu. Nisaidie kuhubiri, sema kitovu. Ile kitovu ambacho ile mtoto alizaliwa. Wakati ile mtoto amezaliwa, akiwa karibu na mama yake, anasikia raha. Anajua siku moja nitatambaa. Siku moja mimi najua mimi mrembo wa ajabu nitaoleka. Na kustaajabisha wakati mtoto huyu anapoanza kutambaa, anaanza vizuri. Anaposonga, anasonga vizuri. Lakini na kustaajabisha kitovu kinakataa. Maana ulipozaliwa mwanangu, kitovu kikukatwa. Wewe mtoto alipozaliwa hamna macho yeyote iliyemhurumia. Mtoto mdogo amezaliwa hamna hata mtu. Angalia wamama wa soko ni werevu sana. Wakinunua samaki zao wananyunyiza chumvi. Kweli si kweli? Wananyunyiza chumvi zifukuzazi. Lakini yule mtoto hataanzi hata chumvi ya kumtakata. Hamna mtu anamhurumia. Nobody cares. Hamna mtu anahurumia mtoto. Hamna mtu. Yule mtoto anafika masaa ya kwenda kuoleka. My brother, ndugu yangu, akitamani kuoleka, akiwa kwako anapanga vitu, akiwa kwao anapanga vitu vizuri. Najua mimi mrembo, siku moja nitaoleka. Najua mimi mrembo kweli. Akijaele kwenye kilo hapa chalika sioni mwanaume atanioa mimi. Sioni. Ila anapoanza safari ya kwenda, anaanza safari ya kutoka kwenda. Kama namwambia ndugu, mwanangu, kwenu mama yako hapo anakuoleka. Hebu rudi kwenu. Andaje hali kanga ni hatari. Wewe mtoto amekuwa mtu. Ana neema ya kuwa na kampuni zake. Ana neema za kuajiri watu. Ana neema za kulisha kijiji kizima. Akiwa kwa anasema mimi nami sitakufa mzee tu. Hapa kwetu sitazeeka. Nakataa kuishi bila pesa. Nakataa kuishi bila hela. Huyo ni mtoto sasa amekuwa mtu mzima bali wewe na mimi. Anapoanza sasa kwenda kutafuta kandarasi za serikali. Kandarasi za serikali anasema atakuwa na kampuni yake. Kwanza wacha kandarasi. Cheti cha kufungua kampuni. Kama namuuliza mwanangu, babu yako alikuwa kijijini chini ya mnazi wa zake. Waenda.
Basi akirudi kule penye babu yake aliketi kwenye mnazi, hata anazaruka. Anasikia? Anasikia? Nipigie makofi maana anajua Mungu. Anapoanza safari sasa amesema mimi nimetembea bila gari miaka na miaka. Nimetembea bila gari miaka na miaka, sasa majira yangu ya gari. Ni majira yangu ya gari. Ni majira ya gari mimi. Nimetoka kuomba watu lift, nimetoka naenda kununua gari. Anapotoka kama anamwambia mwanangu kule kwenu watu walipanda punda tu, rudi. Kama ndio. Ndio muelewe nini? Tuseme sasa hivi vitu vizuri. Nisaidie kusimamisha. Huyu mtoto ndakana afikie vitu vizuri. Vitu vizuri. Weka hapa hivi. Weka hapa. Simamisha. Huyu mtu ambaye kamba lake alikukata. Saidia vizuri pastor. Pigia pastor makofi. Elewa mateso yetu yatoka wapi. Wakati mtoto huyu jamaa akiwa kwao yuko salama sana. Anaposema sasa mimi masaa yangu ya kuoa yamefika. Akifika pale anaenda. Akiwa kwake anasema SMS, hello, nakufikiri wewe mzuri. Wewe mtoto msana. Akiwa pale anaandika messages nyingi sana. Anaandika vipi, lakini wakati anaambiwa ni masaa ya kukutana tupange mambo ya harusi, anaanza kwenda kufikia mchumba. Akifika anakaribia, anamuona tu. Lakini amfikii, anamuona. Nipigie makofi. Anamuona. Mwanangu tulipanga tuoleke, kama namwambia uoleke wewe wapi? Rudi kwenu. Uoleke wewe wapi? Rudi kwenu. Rudi kwenu. Ndio jamaa wamejaa kanisani. Wamesoma. Watu ambao watakana wawe na usemi kwenye serikali ya Tanzania. Lakini wakati wanatoka kwenda kwenye ofisi zao, ika mwanangu ukifikia pale ofisi hata naomba kufikia mlango. Nakataa. Naona watu ambao leo hii takana wawe na mamilioni Tanzania. Lakini kamba zinasema kwenu watu walikufa wakiwa maskini. Naona watu ambao wasichana kina mama walioleka watakana wao wanaelekeza wasichana wengine. Lakini kama zinasema unaenda wapi ndoa yako? Anti yako alikufa bila ndoa, wewe unajifanya umeoa. Naona watu ambao walipoanza kuoa walikuwa na maono mazuri ya kuoa, kwenye ndoa wakaanza kutamani kuoa, lakini alipopata mke wake wa kwanza kama ikamwambia bwana kwetu rudi nyuma, wewe kwetu watu wanaoa wake wengi, ni watu wanaoa. Sasa unapata kwamba kamba ya mateso. Mungu nako tusema Bwana Yesu, kila kamba inanitesa kwa jina la Yesu kuanzia sasa katika amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Kamba za mateso zimetesa watu ambao walikuwa takana waitwe milionea. Kamba za mateso zimefanya watu ambao wangekuwa na magari leo hii wanaonekana watu wa kuomba lift. Kamba za mateso zimefanya viongozi ambao wamepindua anga hii watu waokoke, mapepo bado yanawanyonga. Kamba za mateso zimefanya watu ambao wakisimama na kunasema kwa hiyo familia kuna mtu, pale kanisani kuna mtu. Kamba za mateso zimefanya sisi bado tunaonekana ni watu ambao watakana tuwe tu tunahurumiwa. Kamba za mateso zikimkabilia mtu, yeye huwa anaonekana tu yeye wa kuhurumiwa hata kanisani. Napenda kuhurumiwa tu. Mimi ni wa kuhurumiwa. Tumezaliwa wazaliwa wanane kwenye nyumba, lakini unataka kaka zako wakuhurumie, ndugu wakuhurumie. Yaani ukiwa na kamba za mateso, maisha ya kuhurumiwa ndio lugha yako. Maisha kwamba mimi siwezi ndio lugha yako. Maisha kwamba mimi sasa niko tunangojea kaburi ndio lugha yako. Kamba za mateso zinamfanya mtu ambaye takana awe na heshima. Heshima inaondoka kabisa. Wamebarikiwa watu watakaojua ni kamba gani zimewatesa. Haleluya. Wapendwa, hizi kamba zitakana tulie. Unahitaji upige nduru kabisa. Mwambie Bwana,
Wapendwa, kama za mateso ziko kwa mtu anaweza sema hapa daa imenikataa. Daa imenikataa. Chanika ni kama sio mkono wangu. Acha na hame niende Tanga. Ukienda Tanga biashara ndio kunaharibika sana. Wapendwa, kama za mateso ukienda Tanga zinaenda na wewe. Zinaenda na wewe. Haleluya. Kama za mateso inaweza fanya mtu aseme hii ndoa sio yangu. Ni kama ubavu si wangu. Wangu ulibaki huko. Ulibaki huko nyuma. Anaenda kuchukua ubavu wake huko nyuma. Akifika hapa tena anachukua ubavu mwingine. Bado, yani mke mwingine. Bado ndoa imekataa. Ndoa imekataa. Si kwamba wewe ni mbaya. Si kwamba ustahili. Si kwamba wewe si mzuri. Lakini kwa sababu bado kamba za mateso zinasema wewe ni wangu hivi. Haupiti. Wapendwa, kamba za mateso zinaweza fanya mtu aombe miaka. Mpaka sema jamani, hilo kanisa nimeomba. Hilo kanisa nimeomba. Ni kama mchungaji wangu ana upako. Ni kama mchungaji na mama wale backslide. Yaani ni kama pastor roho alimwacha. Kamba za mateso zinaweza fanya uwaze pastor na mama roho wa Mungu aliwacha. Kumbe si roho kuacha. Ni kamba za mateso. Ni kamba za mateso. Zimemkwamia mtu. Lazima utambue ni kamba gani hii ambayo imenitesa. Tangia Januari tumefika mwisho wa mwezi wa 5. Wewe ni ule tu. Mimi nafanya kazi ni pale tu. Lakini bado natumaini mimi nitafaulu tu. Wapendwa, utafaulu aje? Utafaulu aje na kama inasema wewe si wa kufaulu? How will you go over? How will you overcome? Utashinda aje na kama zinakataa? Wapendwa, kama zikikataa ndio unasikia watu wengine kanisani wanaabudu nyimbo zingine. Imba kama mtu mwenye kama za mateso zimetoka. Ni wewe. Yesu. Nani hiyo ni dalili ya kama ya mateso. Nisaidie kuhubiria mtu, tuko kwa darasa. Hiyo ni dalili ya kama za mateso. Wapendwa, kama za mateso zikiwa juu yako, unaweza hata anza kutamani roho Mungu akurudie. Unabembeleza akikujali kuokoa mioyo ya watu. Sema amen. Roho Mungu huja na nguvu. Akikujaa mapepo ikunyongi. Sema amen. Roho Mungu huja na nguvu. Akikujaa unasamehe mume wako. Sema amina. Basi wale ambao kama za mateso zimewateka nyara. Kabla kime ikiwa na Yesu. Sijachelewa ikiwa na wewe. Bwana utachelewa tu kama kuna kama ya mateso. Nikiwa nawe sijachelewa. Wala jamani hivyo. Nikiwa nawe sijachelewa. Nikiwa nawe. Umeanza watu usiinua mkono. Wacha kuinua mkono. Wewe leo utapiga dua hapo leo baba. Hiyo taba. Nilizaliwa wakasema huyu ni kahaba. Basi ukavalishwa kama ya kahaba. Ukahaba ulipoanza duka lako. Wakasema hili duka watu wapite waone matofali ndani. Kuna watu hapa na maduka. Si kwamba kila duka wewe ukiona kuna mikate na wengine unaona ni matofa. Kwa sababu kama ya babu. Babu wako haikuwa na duka. Utakuwaje na duka? Ndio maana Kristo wengi hawana yetu. Kamba zinakataa. Kamba ni baba. Takana upige ndugu. Yes. Kama ninaweza fanya mzee akuja kwa nyumba, ametoka kwa ibada, ametukuza na anapiga baba kufi. Kwa maana pastor hayuko pale. Anajirani hiyo ni kamba. Hiyo ni kamba. Kamba nata. Unaweza kuja kanisa tukajenga kanisa kubwa kama hii, lakini kwa sababu ya kamba za wizi, kamba za hasira, kamba za masengenyo, kamba za kutosamehe watu, basi kanisa linajaa watu walio na magonjwa. Kanisa linajaa na watu ambao ushuhuda wao hauna upako wowote.
kamba hatari. Kamba, mtu akiwa amefungwa na kamba ya mateso, akiona mwenzake ako na gari anaanza kuona wivu. Nani alikwambia Mungu atakupa gari sawa na jirani? Nani alikwambia? Kamba ya wivu. Nani alikwambia gari ya jirani ndio kiwango chako? Nani? Nani alikueleza kwamba gari la jirani yako hilo ndio sawia na wewe?